msiulize kwa nini. Mengi yamenipendeza, msiulize kwa nini. Mengine nimeujiza, ameshushiwa mwajani. Mengine nimeujiza, ameshushiwa mwajani. Ndugu waandishi wa habari na mnaotutazama kupitia vyombo vyetu vya Spice na ZBC, leo tumewaita ili kutambulisha tena tukio letu kubwa la usiku wa pambe ambao linajumuisha performance za wasanii wa taarab asilia na modern taarab hapa Zanzibar, ambao tunategemea kulifanya siku ya Ijumaa. Kwanza ningependa kuwapongeza sana wenzetu wa Spice kwa kulibeba tukio hili, especially kipindi cha pambe ambacho ni kipindi ambacho kinatoa maudhui ambayo yanahusiana na muziki wa taarab. Nawapongeza sana. Lakini vile vile kiujumla nawapongeza wafanyakazi wote wa shirika la utangazaji wa ZBC kwa kubeba tukio hili. Na kama mnavyofahamu, sisi kwenye majukumu yetu matatu, kuna jukumu la kuelimisha, kuna jukumu la kuhabarisha, lakini vile vile tunalo jukumu la kuburudisha. Kwa hiyo isionekane kama shirika la utangazaji na kuwaje wanaingia kwenye mambo ya muziki. Huu ni wajibu wetu kwenye yale majukumu yetu matatu, kuandaa matukio ambayo yanaleta burudani kwa jamii hapa Zanzibar. Sasa sababu iliyotufanya tuandae tukio hili kiukweli ni muendelezo wa ile dhima ya sisi ZBC kushirikiana na wanaotengeneza maudhui ambayo sisi tunayatumia kwenye vipindi vyetu. Kisikiliza redio zetu, kisikiliza TV, na sasa hivi tumeanzisha TV nyingine mpya ya Spice TV ambayo inapatikana kwenye kingamuzi cha ZBox. Utaona kuna maudhui sana ya muziki wa taarab. Sasa hatuwezi kuwa tunarusha maudhui kwenye vituo vyetu lakini hatushirikiani na wale ambao wanatengeneza yale maudhui. Kwa hiyo tulikuwa tuna wazo la kufanya tukio hili muda kidogo, lakini tulikuwa tunasubiria uzinduzi wa hizi studio zetu ili tuweze kuzitumia kwenye kufanya ushereheshaji. Kwa baada ya kuzindua tumeona tuje na tukio hili. Kwa tukio hili kama alivyosema ndugu yangu Malik, ni kwamba itahusisha vikundi ambavyo hapa Zanzibar vinapendwa sana, na sio tu vikundi, hata wale waimbaji ambao inawezekana hawapo kwenye vikundi hivyo lakini wanapendwa sana hapa Zanzibar, na wao vile vile wengi wao tumepata nafasi ya kushirikiana nao na tunaamini watashiriki. Nimeona wengi mpo hapa na mtapata nafasi ya kuzungumza na jamii. Tukumbuke tukio hili liko live. Kwa hiyo wale ambao hawakupata nafasi, wasanii wakubwa hapa Zanzibar na wanapendwa, tunapenda tu kuwaambia tukio hili ni la kwanza ambalo sisi tumeliandaa, lakini kutakuwa na muendelezo wa matukio ya namna hii. Kwa tutakuwa tunajitahidi kila tunapokuja na tukio, wengine ambao hawajapata nafasi kwenye yale matukio yaliyotangulia na wao pia wapate nafasi. Tunachoomba, wito wetu kwa taasisi na wapenda burudani, wajitokeze, wengi wajitokeze siku hiyo pale Madinatul Bar kuja kushuhudia, na taasisi ambazo zingependa kushirikiana nasi kufanikisha tukio hili, milango bado iko wazi. Tunawakaribisha sana waje kushirikiana na sisi. Viingilio nafikiri vimevisikia, vimetajwa kwenye matangazo yetu. VIP ni shilingi 50,000, viingilio vya kawaida tu, na kawaida shilingi 30,000. Mambo ya uvaaji yameshatajwa, rangi za nguo za kuvaa, rangi ya gold, rangi nyeupe, rangi nyeusi. Na haya mambo tumeshirikiana na hao wapenda taarabu, wamepropose kwamba rangi zikiwa hizo basi itakuwa vizuri zaidi. Hasidi
Fisadi mkubwa utakufa nacho, kijiba cha roho kinakupekecha ndani kwenye moyo, utazikwa nayo roho mbaya nacho. Naitwa Joha Kasim, nitakuweko siku tarehe 30 pale ndani ya Madina Tulbahar kwa kiingilio cha shilingi 30,000, 50,000 na 100,000 VIP. Mambo yatakuwa moja. Niondoshe mashaka, ukweli nipe mpenzi, nijuvye yako hakika, kama kweli tanienzi. Niondoshe mashaka, ukweli nipe mpenzi, nijuvye yako hakika, kama kweli tanienzi. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai na uzima kuweza kufika hapa. Ili nashukuru na nyinyi pia kwa kunikumbuka. Namshukuru sana mkurugenzi, mwanangu mkurugenzi, ake nafikiri alikuwa halali anaona hajaniona, lakini nipo mwanangu, tulia. Halafu mimi nafikiri inshallah Mwenyezi Mungu akituweka nitakuwepo katika hiyo show ya tarehe 30 na Tulbahar. Inshallah sote tulokuwepo Mwenyezi Mungu atufikishe inshallah, tuhudhurie katika hiyo show. Na wapenzi wetu, sijui mnaniona au mnanisikia, lakini mje kwa furaha, mtafurahi. Nadia Kwansafa itafanya vizuri, na naamini na culture pia, kwa sababu pia imenilea.